Subscribe Zumba TV. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه جل جلاله. يا رب بك نستعين، يا رب بك نتوكل ونرجو السعادة يا أرحم الراحمين. يا رب أنزل علينا الأمن والوقار والسكينة في كل مكان يا رب. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi tumekuwa tukisema hatukumbwa sisi wanadamu, lengo na hikma ya kumbwa sisi wanadamu ni kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama Mwenyezi Mungu alivyotuamuru ndani ya Qur'ani yake takatifu pale alipoanza kwa kusema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dhariyati 56 aya. Sikuwaumba wanadamu pamoja na majini isipokuwa kwa hikma, kwa lengo la kushikamana na yale anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bila ya kuchelewesha muda, hutuba yetu itakuwa fupi sana, inayokwenda sanjari na muda wetu mdogo, ili tusiwachoshe. Wengi wetu ni wafanya biashara, turudi kwenye biashara zetu kwa wakati muafaka. Kwa misingi hiyo, hutuba yetu itakuwa na anwani ifuatayo: ni namna gani tunaopokea mwezi wa Ramadhani. Na hii itakuwa na pati 1 na 2 kutokana na muda ni mdogo, siwezi kudabo. Tutaangalia kwenye kuupokea mwezi wa Ramadhani kwenye culture yetu, lakini ikiwa kuna fursa, basi Ijumaa ijayo tutakuja kuangalia namna ya upokeaji wa mwezi huu kwa wema waliotangulia. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya kwa lugha ya Kiarabu husemwa hivi: kaifa nastaqbilu shahra Ramadhan, nastaqbiluhu ka'adatina aljariya am ka'adatina am adati as-salafiyya. Baada ya hayo, twende moja kwa moja kwenye kunukulu aya ili twende sanjari na anwani hii tuliyoitanguliza.
Nichukue 103 mpaka 105 kwenye Kahfi. Mwenyezi Mungu anaanza kwa kusema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Mwisho wa kunukul. Maana ya neno kwa neno, waambie hivi, wanataka tuwaambie na kuwapa taarifa ya wale waliopata hasara mno ya matendo yao yatendayo? Jawabu halipo hapa. Akaendelea mbele akasema alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao matendo yao wameyatenda na kuyafanya katika maisha ya dunia, wamemaliza hapo, akhira hawakuitazama. Lakini pia akasema alladhina kafaru biayati rabbihim, ni wale waliopinga na kukanusha utaratibu mzima na mwenendo wa aya za Mwenyezi Mungu. Lakini pia waliqaihi, wakapinga kukutana naye Mwenyezi Mungu hakupo. Anasema fala nuqimu fahabitat a'maluhum, matendo yao yakaharibika. Mbele akaendelea akasema fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, hakuna mizani yoyote itakayosimama siku ya kiyama kuangalia matendo yao, ile hali tayari yalishaharibika, hakuna nafasi ya mizani tena. Hiyo ni tafsiri ya neno kwa neno. Tukiutazama muda huo hapo, tunarudi kwenye aya hizi mbili. Nitachukua aya ya kwanza tuiangalie kidogo, alafu kama muda utaruhusu tutagusia pili kidogo, kama muda hautaruhusu tutaishia aya ya kwanza. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wetu Muhammad, waambie wanataka tuwape taarifa na habari ya wale waliopata hasara mno ya matendo yao. Hii ndio aya ya kwanza katika nukulu za leo. Kwa nini Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waambie? Mtume ni wasita baina ya Mwenyezi Mungu na sisi, lakini pia Jibril alaihi salatu wasalam ni wasita kati ya Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hivyo ndivyo, kwa nini imekuja tamko sema anayeambiwa hapa ni Jibril, ni Muhammad? Ikiwa ni Jibril kazi yake kutumwa, yawezekana ikawa ni yeye anaambiwa amwambie nani, lakini pia yawezekana ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hili wale wanaojiita Ahmadiyya, kwa lugha nyingine Kadiani, kwenye Qur'ani hii maneno yote ama Qur'ani iliyokuja ikianza na neno qul, kwenye Qur'ani yao neno qul wameliondoa, halimo. Ukisoma Qur'ani ya Ahmadiyya qul hazipo, inaanza hal nunabbi'uhum, qul inaondoka, kwa sababu wanasema haiwezekani ikaja kwenye Qur'ani neno qul, anayeambiwa ni nani? Mwenyezi Mungu alishindwa kutuambia sisi moja kwa moja, akatumia mfumo wa direct speech, hakuja ametumia mfumo wa indirect speech, hakuja direct moja kwa moja. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anatuogopa sisi. Aya ni madai ya Ahmadiyya, wanaiondoa neno qul, wanaanza na ibara inayofuata, wanasema hili neno lina utata. Ndugu zangu Waislamu, anwani inasema namna gani tunaopokea mwezi wa Ramadhani. Hiki kionjo kilichopo hapa kina falsafa zake na mantiki zake na maneno mengi mazuri katika neno qul, lakini
tumesema muda ni mdogo, sitaki nibaki sana hapa tukapoteza muda wetu. Tunawaambia Ahmadiyya na wengine wote wenye misimamo kama Ahmadiyya waisome Qur'ani ili waielewe. Kuja kwa qul sio sababu ya kuiondoa neno qul. Linapokuja neno qul, nafasi yake nini? Ukienda kwenye usulu tafsiri, naam, kwenye usulu at-tafsiri, sio usulu al-fiqh, usulu tafsiri, ukasoma misingi ya tafsiri. Tafsiri sio na itafsiri tu kama ilivyo, kuna misingi ya tafsiri. Yanapokuja maneno kama haya yanakuwa na vigezo, yanakuwa na mazingatio yake, haiji habaa manthura. Ndio maana ikaja akasema waambie. Kwa nini waambie? Sasa tusibaki waambie muda ukawa umekwisha. Cha msingi hapa katika mambo ya usulu tafsiri kuna mambo manne kwenye neno qul, sema. Ndugu zangu Waislamu, tukiachana na habari hizo, Mwenyezi Mungu anaendelea anasema hal nunabbi'um bil akhsarina a'mala. Imekuja istifhami. Hivi kwa nini Mwenyezi Mungu amesema qul afu hivi? Kwa ibara ya mbele nzito sana, wale waliopata hasara ya matendo yao. Na sote tunafahamu, mabingwa wa lugha mpo humu mmejaa. Linapokuja tamko la istifham likakutana na karina, inaondoka kwenye uhalisia wake wa maana, inakwenda kwenye maana nyingine. Na moja katika maana zake ambazo si za uhalisia zipo 11. Na hapa imekuja istifhamu hii bimaana at-ta'jubiyya. Lakini wapo waliipeleka katika maana al-inkaria. Lakini wapo waliipeleka katika maana nyingine, maana iliyokuwa muwafiq ni maana ya at-ta'jubiyya kwa ibara ya mbele. Pamoja na hayo yote anasema tuwaambie. Mwenyezi Mungu anasema tuwaambie. Mwenyezi Mungu ametumia uwili na utatu, ambapo itikadi ya Muislamu inakataa uwili na utatu kwa Mungu, lakini hapa Mwenyezi Mungu amethibitisha uwili na amethibitisha utatu. Ukija kwenye lugha ya Kiarabu, uwingi unakubali mbili kwa maana ni nyingi, lakini kauli mashuhuri uwingi kwenye lugha ya Kiarabu unaanzia na ngapi? 3. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu anatumia uwingi hapa, maana yake anathibitisha utatu, ambao wapo watu utatu wanautambua. Waislamu utatu hatuutambui. Tunaukanushaje utatu hapa wa Mungu? Kwa tamko lake alilotamka, alisema tuwaambie. Na hapa ndio natakiwa Waislamu tuisome Qur'ani. Isifike mahala anakuja Mgalatia anakubanika katika neno kama hili, unashindwa kutoka Muislamu. Hii ni lugha adhim, na hakuna kitabu kilichokuwa kizuri duniani kama kitabu cha Qur'ani. Kitabu hakina shaka, kitabu chenye lugha nzuri, kitabu chenye usulubu mzuri. Uwe bingwa vipi wa lugha ya Kiarabu, uwezi kutunga hata mstari mmoja ukaendana sanjari na Qur'ani, uwezi. Inabaki kwa Qur'ani ni ya pekee. Sasa Mwenyezi Mungu anathibitisha utatu kwa lugha ya haraka. Wale wasomi wa lugha ya kawaida atakwambia Mwenyezi Mungu amefidisha taadhimi hapa. Taadhimi Mwenyezi Mungu si mkubwa? Kwa nini alete utatu wa taadhimi kwake? Waislamu tuisome Qur'ani ili ladha kama hizi tuzijue, tusiwe na wasiwasi kwenye Qur'ani yetu. Ndugu zangu Waislamu, haya yote ninawaachia nyinyi. Sitaki nimalize muda wangu, ninagusa. Lakini cha msingi na cha umuhimu, kwa kila Muislamu ana haki ya kuisoma Qur'ani na kuijua dini yake, asiwe anakwenda kibubusa. Hizi zama sio zama za kibubusa, ni zama za Muislamu kujua kitabu chake kitakatifu. Kitabu kizuri anaposoma anakuwa anaelewa kinachokusudiwa ndani ya kitabu chake. Lakini kwa masikitiko makubwa, kitabu hiki sasa hivi ukiangalia kila mmoja kwenye kabati yake kina vumbi. Siku chache
kila mmoja ataanza kutafuta msaafu uko wapi. Mwezi wa msaafu ndio huo, kila mmoja anaanza kusoma Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, Qur'ani sio isome kwa mwezi wa Ramadhani tu peke yake, hapana. Ndio maana wengi wetu kwa sababu hatufanyi muraja wa Qur'ani, tumeiacha nayo Qur'ani imetuacha. Tukifanya interview hapa ya Qur'ani, kila mmoja ataanza kuwa ni mutataati katika kusoma Qur'ani kwa sababu hatufanyi miraja mara kwa mara. Mpaka wakati maalumu huo unaokuja, kila mmoja ataangalia library yake, kabati yake, Qur'ani iko wapi, atafuta vumbi na anaanza kusoma. Ramadhani kisha salamu alaikum, wanakiweka kwenye kabati, kitabu hakina thamani tena. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anauliza hal nabihum bil akhsarina a'mala, tuwape taarifa ya wale ambao wamepata hasara mno ya matendo yao. Tunakuja hapo sasa. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini Mwenyezi Mungu ametumia neno naba, akusema nukhbiruhum? Kuna tofauti kati ya habari na kuna tofauti kati ya annaba. Amma yatasaaluna anin nabai al-azim, naba. Kwa nini naba? Neno naba inakwenda kwa mtu ambaye moja ya mambo matatu: aidha hicho anachoambiwa hakielewi, ama hicho anachoambiwa anakijua lakini ameghafilika. Lakini aidha huyu mfikishaji, moja ya mambo mawili kwa mfikishaji, aidha ni mrongo ama ni mkweli. Ikiwa kwa Mwenyezi Mungu, Mungu ana urongo, Mungu ni mkweli daima. Sasa urongo unatoka wapi kwa mfikishaji? Na ikiwa ni mtume naye sio mrongo, Mwenyezi Mungu ameshasema kule, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sasa neno annaba, ndugu zangu Waislamu, twende bil akhsarina a'mala. Hayo yote ninagusa tu waliopata hasara ya matendo yao. Ndugu zangu Waislamu, hasara ya matendo inakuja kama ifuatavyo. Kila mmoja katika sisi, sio wote, yawezekana mmoja ana mke mmoja, lakini yawezekana mwingine ana wake wawili, lakini yawezekana mwingine ana wake watatu. Lakini mwanadamu pamoja na hayo yote, wapo miongoni mwetu pamoja na hayo, lakini bado ana vimada. Lakini mwingine ana mke, lakini ana kimada. Mwezi huu anaona mwezi wa Ramadhani unakuja, anamwambia kwa sasa naomba nenda kwenu kwanza mpaka Ramadhani ishe. Wanakwenda kuagana, anaona mwezi wa toba unakuja, miezi mingine yote ni miezi ya maasi. Sasa mwezi wa toba unakuja, anamwambia nenda kwenu mpaka Ramadhani ishe. Anaona akiyafanya hayo katika kipindi hicho atapata dhambi, kipindi kingine apati dhambi. Sasa huyu ndiye anataka kuupokea mwezi wa Ramadhani. Swali linakuja, kaifa nastaqbilu shahra Ramadhan? Namna gani tunapokea mwezi wa Ramadhani? Tunapokea mwezi wa Ramadhani kwa kuacha vimada, ama tunapokea mwezi wa Ramadhani kwa kuachana na maasi? Wapo miongoni mwetu kazi yao na malengo yao, wanaona sasa Ramadhani inakuja, haya maasi wayafanyayo wanakwenda na mpaka wakaita jina, wakaweka siku maalumu inaitwa siku ya kuvunja jungu. Wayafanya haya ni Waislamu, aidha inawezekana wakawa ni wewe ama ni mimi. Mwenyezi Mungu atunusuru. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu aliyetamka shahada akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, amechukua dhima kwa Mwenyezi Mungu. Yafaa kwake aendane na kalimatu la ilaha illa Allah kila wakati, la ilaha illa Allah kila saa, la ilaha illa Allah kila siku, la ilaha illa Allah kila mwaka. Lakini la ilaha illa Allah ipo katika mioyo yetu, lakini tuyafanyayo ndani ya mioyo yetu Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Lakini kila mmoja sasa anaona tunakwenda kwenye mwezi wa Ramadhani, haya yote sasa anaona ndio wakati wa kuyahama. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu baada ya kuwa umetamka la ilaha illa Allah, ya kutaka uendane na la ilaha illa Allah katika kila wakati, sio kwa wakati maalumu. Na ndio maana imefika wakati, ndugu zangu Waislamu, hata wale wanaofanya majambo ya kishirikina, kwa lugha maarufu tunawaita waganga wa kienyeji, na wao pamoja na hayo ufika mahala wanasema kipindi hichi tunasimamisha na kuvifunga vilinge vyetu, tunakwenda kwenye mwezi huu. Sasa sababu na swali linakuja,
Kama nyinyi mnayafanya haya ni mazuri na ya kheri, kwa nini mnayaacha kuyafanya kwenye kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani? Jambo la kheri lolote huwa aliachwi kwa wakati maalumu. Muda wote unafanya nini? Unalifanya. Maana yake kuna mabaya yanayofanywa na hawa watu mpaka wao nafsi zinawasuta na kuona hapana, hayafai, kwa kipindi hiki kwanza tukae pembeni. Na wanaofanyiwa ni sisi ndio tunaokwenda huko kuyafanya makubwa katika mambo ya biashara yetu, mambo ya mali zetu, mambo ya watoto wetu, mambo ya kadha wa kadha, ndio sisi tunakwenda. Inafika mahala Muislamu anaona jambo la kawaida kutembea na irizi ndani ya mfuko wake, imeandikwa Qur'ani nyuma mbele, lakini anaona ana fair play ili yake yaende. Ukiangalia baadhi ya watu kwenye wallet zao kuna vitu wanatembea navyo, wanasema ndio silaha ya kulinda mali zao, ndio silaha ya kulinda mili yao. Mungu hana nafasi tena. Ndugu zangu Waislamu, nilipopita katika neno annaba, lile neno annaba ukilirejesha kwenye uhalisia wake, ukienda kwenye akida, kwa wale wabingwa wasoma akida, tauhidi ya kumthibitisha na kumpokesha Mwenyezi Mungu, neno naba linakwenda mbali sana, linakwenda kuelezea uhalisia wa Mungu. Unajua hayo? Ndugu zangu Waislamu, kwenye uhalisia wa Mungu kuna kitu kimoja kinaitwa al-makan. Makan imegawanyika sehemu hizo mbili, kuna makan al-ujudi na makanu al-adami. Hii al-adami ndio Mungu alipokuwepo kabla ya makani al-ujudi. Alipokuwa hapa Mungu hakuna anayejua, lakini ndio Mungu azalia hapa, makanu al-adami. Kabla ya jambo lolote, kabla ya jambo lolote Mungu alikuwepo katika makamu al-adami, sio makan al-ujub. Na hapo kienda kwenye ile hadithi ndefu katika Sahih al-Bukhari inaelezea uhalisia. Wengi akili zetu zimebeza kwenye makanu al-ujudi na sio makanu al-adami. Hii ni tauhidi ya ndani. Na ukienda vibaya unatoka kwenye Uislamu. Hapa Mu'tazila walitoka kwa itikadi zao mbovu. Yatakikana uwe na itikadi iliyoshiba. Na ukiwa na itikadi hiyo, kweli utakubali, kweli utaamini, na haya mengine yote utaona kweli ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini kiasara unaweza ukatoka na ukasema hapana, Mungu hakuna na kadha na kadha, ukawa umekufuru. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anauliza hal nunabbi'uhum bil akhsarina a'mala. Yawezekana wewe Muislamu unafanya yako, lakini kumbe hao unayofanya hakuna kitu. Hapa Mwenyezi Mungu anakuambia bil akhsarina a'mala, wale ambao wamepata hasara mno ya matendo yao. Yawezekana wewe unasema sasa nataka nifanye ibada, hasa kwa kuanzia mwezi huu wa Shaabani mpaka mwezi wa Ramadhani tuliokuwa nao hapa. Mwenyezi Mungu tuafikishe, tusemeni amin. Lakini nia yako na lengo lako, kwa sababu bosi wako anayafanya haya na wewe unayafanya kwa kumtii bosi wako, kwa sababu una shetani amekupaa katika mwili wako anakutaka ufanye ibada, na wewe ukasema ngoja mimi niende nikafanye ibada. Ndugu zangu Waislamu, wataalamu wa sheria, ashabu usuli al-fiqh, wataalamu wa sheria, kuna kitu wanaita imtithalia, ta'diyatu al-awamiri imtithalia. Unapotekeleza jambo la Mungu lazima utekeleze kimungu Mungu. Maana yake nini? Kama wewe unasali, swali kwa ajili ya nani? Kama wewe unafunga, funga kwa ajili ya nani? Sasa kama unafunga umeamrishwa na jini, wanasema hakuna unachokipata. Unemtii sio Mungu, ni shetani, kwa sababu wamekubana. Unataka uyafanyia Mungu kwa kupitia amri ya nani? Kama wewe unasali lakini fulani ya kuone, na haya wengi wanayafanya, unamkuta mtu wiki moja anakwenda kusali, wiki ya pili unaangalia japa lake ili unakuta sijida kama kifuu.
Wewe unayeswali miaka 3 4 hakuna taalama. Mwingine anaswali anasugua mradi aonekane anaswali. Bwana unaswali Yesu unaona? Maana yake anaswali ria. Watu wamuone na yeye anaswali, anaonesha kwenye bapa lake simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hiki unachokifanya ndio al-akhsarina a'mala. Maana yake unafanya uonekane na sio unafanya kutekeleza imtithalia ya nani? Sasa inawezekana matendo yetu mengi tunayafanya, tuangalie haya tunayafanya kicha Mungu, tunayafanya kiuhalisia, ama tunafanya ili mradi tunafanya. Ndugu zangu Waislamu, unapolifanya jambo fanya imtithalia. Kaifa nastaqbilu shahr Ramadhan, tunapokeaje mwezi wa Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tulipe juu ya haya, na tunapoyaacha haya tuyaache alal abadia, twende kidhati katika kuyatekeleza ya kheri na tufe tukiwa kwenye mambo ya kheri. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ndugu zangu Waislamu, nimesema kwa muda ulivyokuwa mchache tayari na dakika 5 hizo hapo natakiwa nimalize. Ni aya moja sijaenda ile alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ambayo inakwenda na hapa na mambo mengi yapo hapa, lakini muda umetutupa mkono. Na hili nilizungumzia, nilisema kwa upande wetu sisi insha Allah kama kutakuwa na fursa Ijumaa ijayo tutakuja kuangalia upande wa pili, wale wema waliotangulia walikuwa wanaopokeaje mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atuwafikishe na atujalie kila la kheri. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم ربنا أرض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي وفي رضي. اللهم ربنا أرض عن صحابة الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اعزنا بالإسلام يا أرحم الراحمين. يا رب أنزل علينا الأمن يا أرحم الراحمين، خصوصا في قطرنا هذا قطر تنزانيا يا أرحم الراحمين، وأيدي رئيستنا سمية سلوح حسن وأعضاءها يا أرحم الراحمين. وانصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين، وانصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين، وانصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.